Hili bunge limeisha, data tutazipata tu. Kawahonga tena bilioni ngapi, lakini aliwaahidi nitakuongezeni bilioni nyingine, na maaskofu wamenyamaza. Nchi sasa nzuri. Hatari yake ya mfumo Kristo, rais yoyote atakayekuja kutawala hawezi kutawala mpaka awabembeleze, awahonge maaskofu. Na kwa kufanya hivyo, serikali haina namna, lazima ikandamize, idhulumu, iwabague Waislamu. Na ndiyo polisi za nchi hii. Popote kwa Muislamu ni kukandamiza, kubagua popote. Na mikoa ya pwani maskini imeachwa nyuma. Miaka 50 ya uhuru, tunatayarisha kongamano kubwa, na tutalifanya siku hiyo hiyo ya 9 Disemba. Rais atakuwa anahutubia taifa na sisi tunahutubia taifa. Tuone miaka 50 ya uhuru, nafasi ya Waislamu iko wapi? Iko wapi nafasi ya Waislamu? Hatutangojea Kikwete amalize, anahutubia na sisi tutakuwa mahala tunahutubia. Tuone uhuru wa Tanzania, nani yuko huru katika nchi hii. Miaka 50 ya uhuru kwa haki ya Mungu, masafi ya Mtume, dini yetu Islam. Nimeelekea kibla huko huko kibla, tuone huko kibla, tuone nchi hii aliye huru ni nani, baina ya Mkristo na Muislamu. Anayefaidi matunda ya uhuru ni nani? Na siku hiyo ya 9 Desemba, wakati wenzetu wa Kristo wanasherehekea miaka 50 ya uhuru wao wa Kikristo, tutatangaza huzuni kwa Waislamu nchi nzima, wasikitike. Ni siku ya huzuni. Uhuru acha washerekee wa Kristo wenye uhuru wao. Miaka 50 ya uhuru, Muislamu Tanzania hajawa huru. Muislamu Tanzania ni mtumwa, na hili tutalionesha 9 Desemba. Acheni wa Kristo washerehekee uhuru. 9 Desemba 61 ni uhuru wao wa Kristo. Uhuru wa Waislamu bado. Endeleeni kuutafuta uhuru wenu bado. Ninyi mlimtoa Mjerumani hapa, Abdalla Mchimani Songea, Suleiman Mamba Kilwa, Abushiri bin Salim Bagamoyo, mlimtwanga Mjerumani akakimbia. Wazee wenu kina Chamng'anda Usingizi, wazee wenu kina Jumbe Tambaza walimtwanga Mwingereza akakimbia. Ninyi nanyi mna uwezo wa kumtwanga mfumo Kristo ukaondoka. Ninyi Waislamu wa nchi hii, miaka 50 ya uhuru ni uhuru wa Wakristo. Uhuru wa Waislamu bado. Tuendelee kuungana kuutafuta uhuru wa Waislamu. 9 Desemba tutatangaza huzuni kwa Waislamu wa nchi nzima, itakuwa huzuni. Tutaleta istighfari, Allah atusame kama tulimkosea. Kwetu 9 Desemba ni huzuni. Waache wenye uhuru wao wa Kristo wafurahie uhuru wao. Rais wa nchi, msimtegemee rais wa nchi, hana ubavu. Kutawala kwake inategemea kiasi gani anawahonga wa Kristo. Wanyamaze wa Kristo. Mwisho, hatari ya mfumo Kristo. Mfumo Kristo unaharibu demokrasia. Unaharibu demokrasia. Kwa nini? Unaharibu demokrasia kwa sababu ninyi mnahangaika na uchaguzi. Mnachagua viongozi wenu.
mkisha wachagua, uongozi mzima mliouchagua unategemea maaskofu na makatoliki. Yani nyinyi mnahangaika piga kula rais, mnamweka rais ambaye hasimamii haki na uadilifu. Mnamweka rais ambaye kutawala kwake kunategemea maaskofu na makardinali. Mfumo Kristo unaharibu demokrasia katika nchi hii. Sasa baada ya haya, Waislamu, nije hotuba ya rais. Nilikuombeni radhi tangu mwanzo, nitatumia muda mrefu kidogo, na huu ni muda mrefu lakini ni kidogo. Jumatano tarehe 31 mwaka huu, Mheshimiwa Rais alihutubia Eid Baraza Dodoma, msikiti wa Gaddafi, na hotuba yake ilitokana na risala aliyosomewa. La kwanza katika hili nataka niseme haya mambo ya ukubwa, haya mambo ya itifaki yana jambo la ajabu sana. Mambo ya itifaki haya, nakumbuka siku moja kule Mwanza palikuwa na mkuu wa mkoa mmoja mwanajeshi, sijui nani, Luhanga sijui kitu kama hicho. Alikuwa ni mwanajeshi, alikuwa mkuu wa mkoa. Waislamu walimwalika aje afungue semina ya Uislamu na mazingira. Yule mkuu wa mkoa yule akasema, mniandikie hotuba ya ufunguzi. Mimi mambo ya itifaka tu siyajui, nikashangaa unamwita mkuu wa mkoa aje afungue, lakini wewe uliyemwita ndio unamwandikia hotuba. Yani ni kama unajiandikia we mwenyewe. Basi wazee wetu wakasema, bwana amesema aandikiwe hotuba, wakanipa madaraka mimi nimwandikie hotuba. Sasa nikawa nashangaa, yani wakati naandika, ndugu mashehe, maimam, mbona mimi ndo nataka niambiwe, alafu kama najiambia mwenyewe? Ikanipa tabu kidogo, lakini nikaandika hotuba ile nikampelekea. Siku anakuja kwenye tukio, ananong'oneza, anazungumza na mzee wetu, anasema, mmeniandikia hotuba nzuri kiasi nimeshindwa kuongeza wala kupunguza, nitaisoma hivi hivi. Basi shughuli imefika, katoa hotuba yake, ukumbi mzima wanamsifu. Sasa mkuu wa mkoa bwana, na aya za Qur'ani anazijua. Sasa rohoni nasema lo maana mimi ndo nimeandika. Wakampa mkono. Asubuhi Nipashe ni yeye, Majira ni yeye, sijui Habari Leo, yani magazeti yote, mkuu wa mkoa, hotuba nzito. Nikasema haya mambo ya itifaki ujinga we. Yani hotuba nimeandika mimi, magazeti yote yanamtaja mwingine. Sasa Jumatano Mheshimiwa Rais alihutubia baraza la Idi. Mheshimiwa Rais alikuwa ana hotuba imeandikwa, amesimama, hotuba imeandikwa. Kiini macho ni kwamba msoma risala kasoma hapa hapo, na hotuba ya rais akaiandika hapa hapo, na akaisoma hapa hapo, na hotuba na risala vikalingana hapa hapo. Unaonaje hiyo? Hiyo wewe unaionaje hiyo? Asa hilo moja wewe maana msoma risala anasoma hapa, rais anasikia. Rais walau angesema nipeni muda
siku ingine nitajibu. Lakini huyu anaibuka na pepa, anasoma, anakaa, huyu na anaibuka na pepa. Kaandika saa ngapi? Make ndo sasa hivi kasikia, hatukumuona. Anaandika, imechapwa kwenye kompyuta saa ngapi? Sasa hizi ni danganya toto za kiitifaki. Ni watu wamekubaliana, andika hivi na mimi nitawajibu hivi. Wamekubaliana. Wewe jidai unanitukana. Nyerere na Kawawa walikuwa na mchezo mbaya sana. Watanzania walikuwa hawajui. Wanakubaliana. Sasa bwana Kawawa, wewe funga maduka ya binafsi. Funga. Mimi nakwenda Ulaya. Nyerere akiondoka kwenda Ulaya, Kawawa anafunga maduka ya binafsi. Funga. Sasa watu wanapata dhiki ya vitu. Duka lenyewe la ujamaa lina sukari na kibiriti tu. Sasa watu wanaanza malalamiko. Nchi gani hii? Tunakosa hiki. Nyerere anarudi. Kurudi anakuta nchi imechemka. Anaitisha kamkutano, anajidai kumtukana Kawawa. Wewe Kawawa, kumbe wamekubaliana, unafunga maduka. Mimi nilisema yatajifunga yenyewe. Watu wanasema, unaona bwana Kawawa huyu. Kumbe watu walikubaliana, usanii mtupu. Sasa palikuwa na kausanii. Huyu ana pepa na huyu anaibuka na pepa. Lakini Waislamu katika jumla ya mambo aliyosema Mheshimiwa Rais, mimi tataja machache. Katika hotuba yake Mheshimiwa Rais ametaja Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding, labda Waislamu wengi hamuelewi. Mwaka 1992 serikali ilitiliana mkataba wa makubaliano. Ilikuwa ni serikali, halafu upande mwingine walikuwako wa Katoliki, upande mwingine walikuwako wa Kristo wa Kiprotestanti. Wa Katoliki waliwasilishwa na TEC, Tanzania Episcopal Conference. Wa Kristo wasiokuwa wa Katoliki waliwakilishwa na CCT, Christianity Council of Tanzania. Na serikali iliwakilishwa na Lowassa, Edward Lowassa. Wakati huo nafikiri alikuwa ni waziri katika wizara ya serikali. Mkutano huu ulitengeneza makubaliano. Moja ya makubaliano ni serikali ya Tanzania ichote mapesa, iape makanisa yajiendeleze. Kwa tangu 1992 serikali imekuwa ikichota mabilioni, mengine nimekutajieni, inayapa makanisa. Hapa Rufiji mkiona makanisa yanaota, usidhanie ile ni hela za Wakristo. Zile ni hela za kodi yenu. Kodi yenu mkishalipa serikalini, serikali inachota kodi inawapa Wakristo. Katika makubaliano yale, Waislamu acha kuitwa hata kuelezwa kwamba kuna makubaliano, hawakuitwa, hawakuelezwa. Waislamu tangu 92 wamekuwa wakilalamika hali hii. Wamelalamika na sisi tumetembea na makongamano tukilalamika hali hii. Sio uadilifu, sio haki. Hawa Wakristo mnaowaona popote walipo nchi hii, usidhani ile miradi wanayoifanya ni hela zao Waislamu. Ni hela za kodi ya serikali ambazo na hela za Muislamu yumo. Kwa hiyo tumelalamika. Jumatano Mheshimiwa Rais amejibu kupitia hotuba yake ya Idi Baraza. Amesema hivi: wenzenu wa Kristo wanapewa mapesa kwa sababu wameomba, na ninyi Waislamu ombeni.
ninyi Waislamu mnalalamika lakini hamuombi. Wenzenu wanaomba, tunawapa. Na nyie ombeni. Ndo majibu makubwa ya Mheshimiwa Rais kwa Waislamu wa nchi hii. Yaani malalamiko ya mabilioni ya hela wanayopewa Wakristo peke yao, majibu ya busara aliyoyaona Mheshimiwa Rais ya kuwajibu Waislamu ni haya majibu uchwara. Kwa nini nasema hivyo? Ndiyo maana nasema hebu Mheshimiwa Rais angekuwa anawauliza Waislamu, asiwaulize wale Waislamu wa kiserikali. Wale Waislamu wa kiserikali hawawezi kumwambia kweli, hawana data. Uje hapa Rufiji umwite Muislamu wa serikali umuulize habari za Uislamu, hawezi kukueleza, hazijui. Mheshimiwa Rais angewauliza Waislamu, wangemwambia namna Waislamu walivyoomba na kupuuzwa wasipewe. Wangemwambia kwa data, Waislamu waliomba hiki ola, wakaomba hiki ola, wakaomba hiki, wangemweleza. Lakini taarifa zile ama kapewa na Wakristo ama kapewa na Waislamu walioko ndani ya mfumo Kristo, hawaelewi hali za Waislamu. Marehemu Sheikh Nuruddin Hussein Al-Shadhili alipitishwa hapa, anakwenda zikwa kwao Pande. Unapita na Ngulukulu, hoteli 3, unaingia kushoto. Sheikh Nuruddin Hussein Al-Shadhili akishirikiana na mwenzake Sharifu Junaid wameenda serikalini rasmi kwa barua na kwa sura, wakati huo Waziri Mkuu John Samuel Marechela, wakayapeleka maombi ya Waislamu kama anavyodai Kikwete. Wakristo wameomba. Tangu wapeleke maombi yale, Marechela aliwaambia nitakujibuni. Marechela mpaka sasa moyo unalipuka, hawawajibu wale wazee mpaka wote wamekwenda mbele ya haki. Kikwete hayajui haya, haambiwi, na ye maisha yote ameishi Muislamu jina, yuko nje ya Uislamu, hajui. Mheshimiwa Mkapa mwaka 1999 kwenye baraza la Idi, Waislamu wamemweleza Mkapa usoni risala akisoma ndugu yetu Ramadhani Madabida. Alhaji Madabida anamwambia Mkapa matatizo ya Waislamu wa nchi hii na akimuomba ayatatue. Mkapa alisema nimesikia, nitayashughulikia. Alivyobanwa Mkapa kayashughulikia kiasi gani? Akasema matatizo ya Waislamu siwezi kuyashughulikia kwa sababu ni matatizo ya kihistoria. Mkapa ameondoka, maombi ya Waislamu hajatekeleza. Kikwete naye anamaliza miaka 10. Muongo, atanuia radhi Mheshimiwa Rais. Waislamu wameomba, wameiomba sana serikali. Kikwete hawezi kusaidia Waislamu, amebanwa na jinamizi la mfumo Kristo. Waislamu hawezi kuwa, hana ubavu huo. Hana. Anza historia tangu Rais Ali Hassan Mwinyi, aulize
Waislamu mara ngapi wameomba serikalini? Aje Mkapa aulize Waislamu mara ngapi wameomba kwa Mkapa. Yeye mwenyewe shahidi Kikwete, nafsi yake inamsuta. Mara ngapi Waislamu wameomba? Waislamu nchi hii hawawezi kusaidiwa na serikali. Serikali ni ya Kikristo. Sasa Mheshimiwa Rais anasema nyinyi hamjaomba, wenzenu wameomba, nyinyi mnalalamika. Moja ya malalamiko, tunaomba hatupewi. Mahusiano ya Muislamu na serikali ya Tanzania ni Muislamu kukamuliwa kodi, lakini sio kufaidi matunda ya kodi yake. Beria maskini, watu wanatafuta sembe la watoto. Beria misitu, ushuru wa mkaa, ushuru wa kuni. Anayepeleka kuni ni sembe ya yeye na watoto tu, tena sembe yenyewe mboga haina kiungo. Beria, Muislamu wa Rufiji akilipa kodi, matunda ya kodi yote wanakula Wakristo. Ndio uhusiano wa serikali na Waislamu. Waislamu watakamuliwa kodi, lakini matunda ya kodi watakula Wakristo. Kwa hiyo si kweli Mheshimiwa Rais awaite Waislamu. Wapo Waislamu wanaojua hali yao. Unawaita Waislamu wa Ikulu wanaopata maslahi na mfumo Kristo. Mtaniwia radhi Waislamu. Hivi rais akitaka habari za Waislamu amwite shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Alhadi Musa Salum, atazipata? Atazipata? Yani sasa rais anataka shida za Waislamu, amwite shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Alhadi Musa Salum. Alhadi Musa Salum atamweleza rais shida halisi za Waislamu? Sasa rais asiwatumie hao hawajui shida za Waislamu. Aje kwa kina Sheikh Siraji, watamueleza shida za Waislamu. Aje kwa Waislamu wamueleze shida zao. Aje kwetu atuulize, tutampa na takwimu. Unataka habari kwa Alhadi? Alhadi anainufaika na mfumo Kristo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais akajibu hilo. Mashule, la pili, Wakristo wamerudishiwa mashule yao na Waislamu nao wanalalamika warudishiwe mashule yao. Ni kilio cha muda mrefu. Waislamu wanataka warudishiwe mashule yao. Hili nalo Mheshimiwa Rais amelijibu. Amesema serikali haina mpango wa kuzirudisha shule kwa wenyewe, ila haya mashirika ya dini kama yanataka yaendelee kujenga shule nyingine, na serikali haitataifisha shule hizo. Kwa hiyo shule wanazodai Waislamu kurudishiwa hazitarudishwa. Kinachonisikitisha Mheshimiwa Rais kusema uongo. Ataniwia radhi kama ananisikia. Mheshimiwa Rais wa nchi kusema uongo. Anasema hivi, wakati wa Nyerere mashule yote yalitaifishwa. Uongo. La pili, anasema yalipotaifishwa hakuna mwananchi wa Tanzania aliyekosa nafasi ya kusoma. Uongo. Hotuba yake minayo katika gazeti la Jambo Leo. Sasa nitaanza uongo wa kwanza. Waislamu lazima mjue historia yenu. Serikali ilipopata uhuru, Tanzania kulikuwa na shule aina hizi ngapi? Semeni kwa nguvu
Nyie Wanyamwezi nini nyie? Mfumo wewe. Unaona bwana? Palikuwa na shule aina ngapi? 3. Aina 3. Wakristo walikuwa na shule aina 2. Walikuwa na shule zinaitwa mission school na shule zinazoitwa seminari. Waislamu nao walikuwa na shule aina 1 tu zinaitwa Muslim school. Serikali ilikuwa ina shule chache sana, unaweza ukasema ilikuwa haina shule. Sasa wakati tumepata uhuru, miezi 3 kabla ya uhuru, Mzee Msuya Kiangi wa Upareni alimwandikia barua Nyerere, akamwambia tunakwenda kwenye uhuru, bado miezi 3, lakini Allah tunapata uhuru, Waislamu hawajasoma. Kwa hiyo Allah uhuru bwana, angalia elimu kwa Waislamu. Na Waislamu hawajasoma kwa sababu wameanza kubanwa tangu ukoloni wa Kijerumani. Uhuru umepatikana, Waislamu wakaanza kujenga mashule yao. Sheikh Msuya kama ni mtu wa Moshi anajua Usangi kule Waislamu walijenga mashule mengi sana ya Kiislamu kwa nguvu zao. Nyerere alivyoona na Waislamu nao wanamiliki mashule, Nyerere ilimuudhi sana Waislamu kusoma. Ndipo akaleta siasa ya kutaifisha. Lakini kutaifisha kwenyewe sasa kulikuwaje? Nyerere alitaifisha kwa Wakristo, alitaifisha shule zote za mission school, akataifisha. Lakini kwa Wakristo Nyerere hakutaifisha seminari. Seminari aliwaachia wenyewe, hakuzitaifisha. Waislamu nao akataifisha shule zote. Kwa hiyo Waislamu walitaifishwa shule zao 100%. Wakristo walitaifishwa shule zao 40%. 60% ya Wakristo walibaki na shule zao mpaka leo. Kwa hiyo Waislamu ndio waliokosa pa kusoma. Wakristo walikwenda shule za serikali zilizotaifishwa, lakini na Wakristo nao wakajaa shule za seminari. Si umeelewa vizuri ba? Umeelewa? Hiyo ni janja moja ya kutaifisha. 60% Wakristo walibakia na shule zao, lakini Waislamu wakanyang'anywa shule zote. Haya, hiyo janja moja. Ya pili katika kutaifisha, kwani zilitaifishwa? Mimi shule niliyosoma pale Tabora, jina lake ilikuwa Mission Primary School. Shule ile ilikuwa chini ya kanisa Katoliki. Mission, mimi nasoma shule hilo, walimu wetu masista wa Kikatoliki na mapadiri wa Kikatoliki. Siku tunaambiwa shule imetaifishwa, hiyo ya Mission School Tabora sasa hivi inaitwa Gongoni Primary School. Siku tunaambiwa shule imetaifishwa, unajua kilichotokea ni kiini macho. Walikuja mapainter, na wajua mapainter wale wanaoandika wale, si unajua wale wanaoandika wale. Tuliona tu half time lingazi refu limewekwa mpaka juu pale, kama vile msikiti huo pale kwenye ile alama ile lingazi ile. Mission Catholic Mission Primary School
pakafutwa pale, pakafutwa, pakapakaliwa rangi mpya, pakaandikwa Wizara ya Elimu, shule ya msingi Gongoni Tabora. Wale walivyomaliza kazi wakateremka. Mpaka namaliza shule hiyo, mwalimu padiri, mkuu wa shule padiri, sala za kanisa mstalini, Baba uliye mbinguni, darasani Salamu Maria. Kutaifishwa ilikuwa ni kubadili jina tu, sera zote za shule zilikuwa ni Ukristo mtupu. Sina vizuri bana. Ile Gongoni kutaifisha ilikuwa ni kubadili jina tu, Catholic Mission Primary School, shule ya msingi Gongoni. Bas, yaliyofanyika shuleni ni yale yale ya mfumo Kristo. Kutaifisha kulikuwa ni danganya toto. Mheshimiwa Rais Kikwete hayajui haya. Fasal ahli dhikri in kuntum la ta'lamun, aulize wenye kujua historia ya nchi hii. La pili, anasema hakuna mtoto aliyebaguliwa kusoma. Inna lillahi. Kwa hili wala alitaki kwenda chuo kikuu. Kwa hili leo tazama shule zote, vyuo vyote vya elimu ya juu, 90% ni Wakristo, Waislamu ni 10%. Na orodha hapa Waislamu kutoka ofisi ya Chief Academic Officer chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nina orodha hapa ya enrollment ya wanafunzi wa chuo kikuu. Hii hapa. Kikwete anayesema hamna anayebaguliwa kusoma, aje nimpe hii takwimu. Nimpe hii takwimu kutoka Chief Academic Office chuo kikuu cha Dar es Salaam. Aone Waislamu wangapi, Wakristo wangapi vyuo vya juu. Aone ubaguzi katika elimu. Katika hadhara hii yatosha mimi kusema vyuo vyote vinavyotoa elimu ya juu ikiwemo A level 5 na 6, Waislamu hawazidi 15%. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kinachukua sasa wanafunzi zaidi ya 7,000. Wanafunzi wa Kiislamu wako 1400. Sasa sikusomei orodha hii, ngoja nikusomee kwa ujumla. Tangu mwaka 1999 mpaka 2005, 99, 2000, 2001, 2002 na 3 na 4 na 5, miaka 7, Wakristo waliojiunga chuo kikuu ni 85.6. Waislamu ni 14.4. Inna lillahi. Mnanielewa? Kisha rais anasema hamna anayebaguliwa kusoma. Anazo takwimu, atuulize sisi. Sisi wenye uchungu na umma wa Kiislamu, atuulize. Halafu anasema Mheshimiwa Rais hakuna ubaguzi katika kusoma. Unaleta siasa kwenye maafa ya umma wa Watanzania. Mheshimiwa Rais, unaleta politics. Watu wanakosa elimu, wanakamuliwa kodi, hawafaidi matunda ya kodi yao. Halafu unaleta politics. Juzi nilikuwa kwa mkuu wa shule Matunda Primary, Mtunda Primary. Wamemaliza watoto 22. Mimi nawapa vyeti mgeni rasmi. Anasema hawa walianza 160 mwaka 2005.
wakahamia hapa wanafunzi 30, wakawa 190, wamemaliza 22. Namuuliza wamepotelea wapi wengine? Na hao 22 wengi ni wanaume. Namwambia wasichana wamepotelea wapi? Wasichana wa Rufiji wameolewa, hawajamaliza shule, na wengi wao wamedungwa mimba, hawajamaliza shule, na wengine wamedungwa mpaka na walimu wao. Namuuliza kuna kesi ngapi mahakamani za kutia mimba wanafunzi? Hakuna hata hii. Waliodungwa mimba Waislamu, acha wadungwe mimba wasisome. 190 wanamaliza 22. Inna lillahi. Hawa ni Waislamu, afisa elimu Mkristu, mkuu wa shule Mkristu, afisa mtendaji Mkristu. Hawezi kuwa na uchungu na Waislamu wa Rufiji na Mkuranga. Mheshimiwa Rais hajui haya, hajui. Watoto wa Kibiti, waulizeni Kibiti, shule nzuri ya miaka mingi ya gorofa, wanatoka Kibiti. Uliza pale Kibiti Waislamu wangapi? Uliza. Haya, wenyeji wa Mkuranga na Rufiji wangapi? Kachukue takwimu pale. Haya ndo rais anasema hamna ubaguzi. Mheshimiwa Rais awaone Waislamu wahusika, asiishie kwa kina Alhadi Musa Salum akaona kachukua mawazo. Alhadi Musa Salum anakula keki na maaskofu, hawezi akajua hali ya Waislamu. Hawezi. Orovai, Chief Academic Officer, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mambo haya hayajaanza zamani. Amekuja nchi hii Muholanzi. Yuko bwana mmoja Muholanzi amefanya research. Amefanya research kusini. Research yake, utafiti wake akaita Colonial Policy and Education Inequality. The case study, the Makonde people. Case study, the Makonde people. Huyu sio Mtanzania, ni Muholanzi. Akaandika kitabu chake kinaitwa The Colonial Rule and Political Development in Tanzania, The Case of Makonde People. Katika kitabu chake Muholanzi ameandika hivi. Anasema Muslims made accusations against the British. Waislamu wa kusini wa Makonde walipeleka malalamiko dhidi ya serikali ya Uingereza. Malalamiko yalisi nini? Kwamba being pro-Christian, serikali ya Kiingereza inawapendelea sana Wakristo. For instance, kwa mfano, the Makonde, Waislamu wa Kimakonde complained that, walilalamika kwamba when the majority of taxpayers in their area, southern Tanzania, were Muslims, kwa sababu walipa kodi wakubwa wa kusini mwa Tanzania ni Waislamu. It stood to reason that, inasimama bila mantiki yoyote kwamba the government would care to their education needs. Ilikuwa ni matumaini yao wa Makonde Waislamu, serikali ya Kiingereza ingewajali na wao katika kuwapa elimu. Kwa nini? Wao ndo walipaji wakubwa wa kodi. Instead, kinyume chake, the government favored the Christian. Kinyume chake, serikali ya wakoloni ilichukua kodi kwa Waislamu ikawapa Wakristo subsidies to mission schools.
ili shule zao za Kikristo ziweze kujiendesha. Sio ndio vizuri? Huyu ni Mholanzi anazungumza, Mheshimiwa Kikwete sijui kasoma hata hii. Katika kikao cha jukwaa jamvi sijui la maaskofu, jukwaa la maaskofu, maaskofu walimwambia Kikwete, mahakama ya kadhi ni jambo zuri, lakini ni jambo la Waislamu wenyewe, waachiwe wenyewe waliendeshe hilo, pasipo Waislamu kuchotewa fedha kutoka hazina ya serikali na kuwapa kuendeshea mahakama.